Habari njema kwenu wote pioneers wa Pi Network. Karibuni sana katika jukwaa letu la taaluma. Official Khudhey Pi Updates, mahali pekee unapopata elimu ya kina, habari za uhakika na ufafanuzi wa kitaalamu kuhusu Pi Network na ulimwengu mzima wa cryptocurrencies. Ikiwa wewe ni pioneer ambaye una ndoto ya kushiriki kikamilifu kwenye mfumo wa mainnet wa Pi, au unataka kuelewa hatua mpya za maendeleo ya mradi huu wa kidijitali, basi uko mahali sahihi. Tafadhali hakikisha umesubscribe, like, comment na unawasha kengele ili usipitwe na video zetu muhimu tunazochapisha mara kwa mara. Katika video ya leo, tutatoa ufafanuzi wa kina kuhusu tangazo jipya kutoka kwa Pi Core Team kuhusu kupanua upatikanaji wa mfumo wa mainnet wa Pi kupitia fursa mpya za uanzishaji wa wallet. Tangazo hili limeleta mwanga mpya kwa maelfu ya pioneers na hata wale ambao bado hawajaanza kutumia Pi. Twende pamoja mwanzo hadi mwisho. Kupanua upatikanaji wa mfumo wa mainnet wa Pi kupitia fursa mpya za uanzishaji wa wallet. Ushirikishwaji ni sehemu muhimu ya maono ya Pi, na mfumo wa mainnet wa Pi sasa umefanywa kupatikana zaidi kwa watu waliothibitishwa utambulisho wao, wakiwemo pioneers waliokamilisha KYC na waliopitia mchakato wa KYC ya muda, tentative KYC. Kipengele kipya cha uanzishaji wa wallet ya mainnet kinaruhusu pioneers waliothibitishwa utambulisho wao, wakiwemo waliokamilisha KYC na wengi ambao wapo kwenye hatua ya KYC ya muda, tentative KYC, kuweza kuanzisha wallet yao kwenye blockchain ya mainnet ya Pi. Hii inawawezesha kushiriki na kuongeza ushirikishwaji katika mfumo wa mainnet wa Pi. Ingawa uhamishaji wa mainnet unaendelea na mtandao umejitolea kuharakisha na kukamilisha uhamishaji huo, mchakato wa uhamishaji unahitaji muda zaidi kwa sababu, pamoja na uthibitishaji wa utambulisho, kuna michakato na uchambuzi tata wa kiusalama wa mtandao ambayo lazima ifanyike. Na watumiaji wanapaswa kuchukua hatua kuhakikisha kiasi sahihi cha Pi kinagawiwa kwa pioneers halisi ambao hawakuhusika katika udanganyifu. Kutenganisha mchakato wa uhamishaji wa mainnet na uwezo wa kuwa na wallet ya mainnet kunasaidia kupanua fursa ya kushiriki katika mfumo wa mainnet wa Pi kwa mamilioni ya watu, huku bado ikihakikisha washiriki wote wamethibitishwa utambulisho kupitia KYC au KYB. Pioneers wanaostahiki wanaweza kwenda kwenye programu ya Pi Wallet kupitia Pi Browser ili kuanza mchakato huu. Zaidi ya hayo, watu ambao si watumiaji wa Pi, yani sio pioneers, sasa wanaweza kupata blockchain ya mainnet ya Pi na mfumo wake kwa njia rahisi zaidi kupitia kipengele kingine kipya kilichotolewa leo. Kipengele hiki kinapatikana katika maeneo yaliyosaidiwa kupitia huduma ya mhusika wa nje ambayo imeunganishwa na Pi. Watu wasio watumiaji sasa wanaweza kupata wallet kwenye blockchain ya mainnet ya Pi kwa urahisi baada ya kupita mahitaji sawa ya KYC kupitia huduma ya mhusika wa nje ili kushiriki katika mfumo wa Pi. Jambo la muhimu kwa pioneers, kupitia KYC ya huduma ya mhusika wa nje kutawawezesha tu kuunda wallet ya mainnet na hakutaathiri uhamishaji wa mainnet wa pioneers kwa sababu zilizotajwa hapo juu. Kumbuka, Pi inachunguza upanuzi wa mamlaka ya KYC, yani uwezo wa kufanya KYC kwa pioneers kupitia huduma ya mhusika wa nje zinazokidhi viwango sawa na vigezo sawa. Hata hivyo, huduma ya mhusika wa nje huenda zisiwe na uwezo sawa wa kupanua huduma au kufikia maeneo mengi kijiografia kama Pi kutokana na sababu za kibiashara. Kwa hivyo, huduma ya mhusika wa nje ambayo Pi inajaribu kwa sasa iko kwenye awamu ya majaribio ya beta. Huduma ya kwanza ya aina hiyo, ambayo ni njia ya kuingilia on-ramp, hivi karibuni imeunganishwa na Pi baada ya kupita mahitaji ya KYB. Huduma hii ina vizuizi vyake vya kijiografia na haipatikani katika nchi na maeneo yote. Ingawa muunganiko huu umejaribiwa na uko tayari kutumiwa na pioneers, kwa kuwa bado uko kwenye hatua ya majaribio ya beta, unaweza kuhitaji maboresho zaidi ili kuwa tayari kushughulikia mamilioni ya watumiaji wa Pi, na unaweza kusimamishwa au kurekebishwa kwa siku zijazo. Pioneers wanaweza kutoa mrejesho kuhusu huduma hiyo kupitia njia rasmi za mawasiliano za Pi na programu zake. Pi pia inakaribisha njia nyingine za on-ramp kuwasilisha maombi ya kuthibitishwa kwa KYB. Kabla ya kipengele hiki, njia pekee ya mtu asiye mtumiaji wa Pi kushiriki katika mfumo wa mainnet wa Pi ilikuwa kuanza upya kwa kuchimba angalau vikao 30 vya kuchimba, mining sessions, baada ya kusajili akaunti, kupita KYC ya Pi na kukamilisha hatua za uhamishaji wa mainnet, mchakato ambao unaweza kuchukua muda mrefu. Kipengele hiki kimepunguza hatua na muda unaohitajika kwa watu wasio watumiaji wa Pi kupata wallet za mainnet na kushiriki moja kwa moja kwenye matumizi ya Pi, jambo ambalo linaongeza kasi ya kuwajumuisha watu zaidi kwenye mfumo wa mainnet wa Pi, huku bado tukidumisha usalama wa mtandao na viwango vya KYC. Pia, tofauti na watu wasio watumiaji wa Pi,
ambao hujihusisha na miamala ya Pi kupitia masoko ya kati, centralized exchanges, na hawamiliki Pi halisi kwenye blockchain ya mainnet, hivyo hawawezi kushiriki moja kwa moja wala kuchangia kwenye mfumo wa mainnet wa Pi. Watu wasio watumiaji wanaopitia kipengele hiki sasa watakuwa na wallet ya mainnet kwenye blockchain ya Pi. Hii inawawezesha kushiriki moja kwa moja katika program za Pi, biashara za mitaa zinazotumia Pi, na matukio kama vile mnada wa Pi Domain, jambo ambalo linaongeza uwezekano wa michango yao kwenye mfumo wa Pi. Aidha, kipengele hiki kinaashiria mabadiliko mapya ya kuelekea uwazi zaidi, ambapo Pi inaruhusu huduma ya mhusika wa nje ya kwanza kufanya KYC kwa pioneers nje ya suluhisho la asili la KYC la Pi. Baada ya kuthibitishwa kwa KYB na uhakikisho wa viwango vya utaratibu wa KYC wa huduma ya mhusika wa nje hiyo. Upanuzi huu wa mamlaka ya KYC kwa huduma ya mhusika wa nje kwa ajili ya uundaji wa wallet pia ni sehemu ya juhudi za kuboresha upatikanaji na ushirikishwaji wa mfumo mzima wa mainnet wa Pi. Huduma ya mhusika wa nje hiyo ni Banksa, njia ya on-ramp iliyotajwa awali, na imeorodheshwa kama huduma iliyothibitishwa KYB kwenye tovuti rasmi ya Pi. Kupanua upatikanaji wa mfumo wa mainnet wa Pi kunaimarisha matumizi ya Pi kwa kuruhusu pioneers na watu wasio watumiaji kumiliki na kutumia Pi moja kwa moja kwenye blockchain na kushiriki kwenye matumizi halisi ya Pi. Pia kunahakikisha kuwa watu wanaojiunga kutoka nje ya mfumo wa Pi wanapata uzoefu rahisi wa kujiunga, huku tukidumisha usalama wa mtandao na viwango vya KYC. Kwa upana zaidi, muunganisho huu unaonufaisha mfumo mzima. Pioneers zaidi wenye wallet za mainnet humaanisha kuwa watengenezaji na program za mfumo zitapata msingi mkubwa zaidi wa washiriki, jambo ambalo litaongeza miamala, majaribio na mrejesho, hali itakayoleta maendeleo ya haraka na matumizi halisi ya Pi katika maisha. Kama kawaida, tafadhali jiepushe na huduma ya mhusika wa nje yoyote inayodai kuwa imeunganishwa na Pi, lakini haijaorodheshwa kwenye ukurasa wa huduma za KYB rasmi ya mtandao wa Pi. Ukifanya hivyo, unaweza kujiweka kwenye hatari ya kudanganywa au kupoteza mali zako. Asante kwa kutazama hadi mwisho. Kama umejifunza kitu leo kuhusu upanuzi wa mainnet ya Pi na fursa mpya za kuanzisha wallet yako, usisahau kushare video hii na pioneers wenzako, kwa sababu maarifa haya ni muhimu kwa kila mmoja wetu. Kumbuka, huu ni mwanzo wa zama mpya za ushirikishwaji. Mainnet si ndoto tena, ni fursa halisi inayokuja kwa kasi. Jiandae, chukua hatua na kuwa sehemu ya mapinduzi haya. Usisahau kusubscribe katika channel hii, Official Khudhey Pi Updates, kwa maelezo zaidi, taarifa mpya na uchambuzi wa kina kuhusu Pi Network. Mpaka wakati mwingine, baki salama, endelea kuchimba na endelea kuwa pioneer wa kweli.